Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaingia moja kwa moja katika ulimwengu wa DCU na tunaenda kuvunja trailer moja ya movie inayofuata katika ulimwengu wa DCU inaitwa Clayface. Na kiuhalisia nilikuwa sina mpango wa kuingia na kuvunja hii trailer, ila watu wengi sana ambao ni wapenzi wa DC waliniomba niingie na kuivunja. Na kiuhalisia hii movie ya Clayface haikutakiwa kuingia katika ulimwengu wa DCU ambao uko chini sasa wa mchizi wetu huyu James Gunn. Yani movie itakiwa ingia moja kwa moja katika ulimwengu wa ile movie ya Batman ambayo ilitoka mnamo mwaka 2022 ambayo ni maarufu sasa kama ulimwengu wa Matt Reeves. Ila kiuhalisia inavyoonekana James Gunn kampenda au kaipenda hii character ya Clayface. Na kiuhalisia hii character ya Clayface huyo kwa mara kwanza kabisa katika ile TV show inaitwa Creatures Commando. Na vile pia kama tulimuona Clayface umeona katika ile TV show ya Creatures Commando, inasemekana kitu kimoja kwamba hii movie yetu ya Clayface itatake place kabla hata TV show ya Creatures Commando, na vile pia itatake place kabla ya movie ya kwanza kabisa ambayo tumeiona katika ulimwengu wa DCU chini ya James Gunn inaitwa Superman. Na vile pia nitakuongezea ni kwamba Clayface ni character ambayo umeona ni villain katika ulimwengu umeona wa mchizi wetu anaitwa Batman. Kwa hiyo jamaa ni villain mmoja wapo wa Batman katika ulimwengu wa DCU. Na je, trailer yetu ilitupa information gani hasa kuhusu movie ya Clayface? Na kama wewe ni mara kwanza kabisa ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Cha kwanza kabisa ni kwamba hii movie yetu imekuwa classified kama mtisho aka horror katika ulimwengu wa DCU. Kwa watu yote sasa umeona itakuwa ni horror aina gani. Na vile pia kwa sababu Clayface ni villain wa Batman, umeona hii movie yetu itake place umeona katika mji wa Gotham. Na nilivyoiona hii trailer taratibu inipa vibe fulani hivi za TV show moja inaitwa Gotham. Na TV show fulani kama unampenda Batman kweli pamoja na vile ni wake inabidi uicheki, na TV show fulani ambayo inaelezea sasa umeona ukuaji wa Bruce Wayne kuanzia alipokuwa mtoto mdogo. Na sini ya kwanza kabisa tunamuona mchizi wetu umeona Matt Hagen akiwa hospitali pamoja na daktari mmoja alikuwa akiitwa Dr. Caitlin Cole, na bila shaka ni daktari ambaye alisababisha sasa umeona mwili wa mchizi wetu Matt Hagen ubadilike kutoka mwili wa kawaida na kuwa mwili wa Clay aka sasa mwili fulani wa udongo. Umeona mpaka hapo. Na bila shaka sasa daktari alikuwa amesomea mambo fulani ya genetic mutation, kwa sababu sasa umeona tukiangalia katika hii scene kwa nyuma kabisa tuliona kuna structure ya DNA, na structure ya DNA sasa umeona inavyoonekana ilikuwa na kama sura ya mtu fulani hivi. Kwa mara nyingi sasa umeona waandishi wa hizo movie umeona madirector wanakuwa wanaingiza picha fulani hivi katika hizo scene ambazo zinakuwa zina maana fulani hivi umeona katika ulimwengu wa hizo movie. Kwa kama tulivyoona hii DNA structure ina sura ya mtu. Kwa moja kwa moja sasa umeona hii image inakuwa inaelezea kabisa hii movie yetu inahusu nini. Na vile pia sasa umeona kwa washikaji ambao labda kupitia masomo ya Biblia haya umeona kuna kitu kimoja tunasema kama Mungu alimuumba binadamu kwa kutumia udongo. Umeona mpaka hapo. Kwa moja kwa moja yani umeona udaktari wetu inapoonekana atatumia concept ya udongo yani umeona kujaribu sasa kutengeneza sura ya Matt Hagen kabla Matt Hagen hajabadilika na kuwa Clayface. Na baada hapo tunaiona logo yetu ya DC kama kawaida vile pia inavyoonekana umeona bila shaka impigwa juu kabisa katika mji wa Gotham City. Na baada hapo scene inayofuata tunaona mchizi wetu Matt Hagen akiwa katika hali fulani vya depression ya upweke, kwa sababu inavyoonekana mabadiliko yalikuwa sio ya kawaida yani issue ya kubadilika sura yako inaonekana kama kinyago fulani hivi, sio issue moja ya kitoto yani. Kwa katika movie yetu tutapata vibe fulani hivi kama ambazo tumeziona katika ile movie ya Joker yani inavyoonekana yani. Na kama tulivyoona katika movie nyingi sana za Batman ni kwamba Batman ana operate muda wa usiku yani kama ilivyokuwa popo yani. Kwa moja kwa moja ni kwamba sasa movie yetu pia Clayface itakipeleka sana katika mazingira fulani ya giza yani umeona. Kwa kama upendi movie za giza, movie za stories hapa na pale, movie fulani za kutisha ambazo zinatokea ndani ya giza, hii movie unaweza usiipende. Ila kwangu mimi yani vibe yake iko fresh kabisa, ni vibe fulani ambayo ni tamu yani. Na kuna scene hapa tuliona mchizi wetu Matt Hagen alitokea katika jarida fulani hivi linaloitwa Most Gifted, na jamaa anaonekana kama mtu mmoja ambaye ana rising star yani. Kwa anaonekana jamaa huyu alikuwa ni mtu mmoja maarufu kinoma, ila kwa bahati mbaya sasa umeona baada ya sura yake kubadilika na kuwa sura ya udongo umeona umaarufu ulipotea, maisha yake pia yalibadilika. Na kuna scene moja ambayo tumeiona jamaa anaonekana alikuwa katika red carpet fulani hivi. Kwa inavyoonekana mchizi wetu alikuwa ni mmoja wa waigizaji wakubwa kabisa ndani ya Hollywood umeona, au tuseme labda Gotham City yani kama washikaji wa Hollywood yao yani umeona mpaka hapo. Kwa hiyo kitendo sasa hicho umeona cha kushuka thamani umeona kutoka mtu mmoja maarufu mwigizaji na kuwa mtu ambaye aeleweke ambaye anajificha ni kitu fulani ambacho kinaweza kumuaffect mtu yani kisaikolojia. Kwa hiyo tutarajia kitu kimoja kwamba movie yetu pia ingawa ni mtisho, ile vile pia inaweza kuwa ni psychological fulani au movie fulani ya kisaikolojia yani mitisho ya kisaikolojia yani.
Na kama tulivyoona mchizi wetu mademo alikuwa akimshobokea, na vile pia mchizi alikuwa ni very famous kiasi kwamba sasa umeona alikuwa anapanda magari mbalimbali. Kwa sababu tuize sasa umeona watu ambao walimchana hii sura kama katika scene moja ambayo tumeiona. Je, walimchana kwa sababu za mapenzi? Kwa sababu inaonekana kuna mwanamke ambaye tumemuona katika scene hapa. Je, huyu mwanamke ana uhusiano wowote pamoja na magangster ambao waliamua kumchukua mchizi na kumchana sura yake? Kwa inaonekana kwa mtazamo wangu mimi inaweza kuwa mapenzi au inaweza kuwa pesa, yani ni vitu vile ambavyo vinaweza vikatokea vikasababisha mchizi wetu akachanwa hii sura yani. Na kuna scene ambayo tumeona mchizi hapa akichezea mchanga. Sasa mara nyingi madirector waga wanatumia hizi scene hizi kuelezea kitu moja hivi, yani kama poetic fulani hivi, yani lugha fulani kama ya usanii au ya kishairi fulani hivi. Kwa hiyo hizi details ambazo tunazoona hapa katika trailer zinatupa information za ziada, yani kuhusu vitu gani vya kutarajia katika movie yetu ya Clayface. Na pia tukutana na mchizi mmoja alikuwa akiitwa John Borelli. Na John Borelli sasa alikuwa ni kama boyfriend fulani wa mchizi wetu wa daktari Dr. Catherine Cole. Na tujui huyu mchizi ataplay party gani. Ile inavyoonekana ni kwamba umeona katika hizo movie nyingi za kutisha kuna mauaji yatakuwa yanatokea, na mara nyingi tunakuwa tunahitaji polisi fulani hivi ambao wanakuwa na uwezo wa kufanya kazi kama detective fulani hivi, umeona katika matatizo fulani. Au sasa umeona baadaye kabisa kama tulivyoona katika scene mbalimbali, umeona yani mchizi wetu akaanza kama kumuogopesha Dr. Catherine, umeona backup. Kwa inavyoonekana huyu mchizi ataplay party fulani, umeona kama detective fulani hivi ambaye anafuatilia mauaji, au vile pia detective fulani ambaye anamprotect girlfriend wake ambaye nani, Dr. Catherine Cole. Na kuna scene moja kwamba tulimsikia mchizi wetu Matt Hagen akisema kitu kimoja kwamba ana mpango wa kuvolunteer, umeona katika experiment. Kwa inapoonekana ni kwamba sasa umeona hii situation ya Dr. Catherine kumponya mchizi wetu Matt Hagen ilikuwa ni issue fulani ambayo ilikuwa ni experimental. Yani ni kwamba sasa umeona Dr. Catherine alikuwa ajui umeona kama hii dawa itafanya kazi, yani umeona mpaka hapa, ila kwa sababu mchizi wetu Matt Hagen alikuwa yuko so desperate, yani kuonekana katika muonekano fulani wa kawaida ikamfanya tu achukue dawa ya majaribio. Na kama tulivyoona dawa yetu ilikuwa imetengenezwa kama kwa udongo fulani hivi, umeona mpaka hapo. Kwa inaonekana ni kwamba yani lugha fulani ya kishairi pia, yani kama Mungu aliumba binadamu kutumia udongo, basi vile pia inaonekana Dr. Catherine na pia atamuumba mchizi au atamtengeneza mchizi kwa kutumia udongo. Kwa lugha fulani ya picha yani, umeona mpaka hapo. Na katika movie yetu sasa umemuita Dr. Catherine kama fringe scientist, umeona mpaka hapa. Sasa hii concept ya fringe science, umeona unataka kujua vizuri kabisa lazima ucheki TV show moja ya kibabe inaitwa Fringe. Yani TV show ni bongo moja ya TV show kama wewe ni mpenzi wa mambo ya sayansi au ulisomea mambo kama ya PCM, PCB yani back in the days. Na mara ya kwanza kabisa inavyoonekana hii dawa ilipiga kazi fresh kabisa. Ile kwa bahati mbaya ni kwamba za taratibu tukaanza kuona side effects, na kwa bahati mbaya ni kwamba Dr. Catherine alikuwa ajui kabisa jinsi gani ya kuzitreat hizi side effects, na kiolisia hichi kitu yani kaanza kubadilisha movie yetu, umeona kutoka movie fulani ya science fiction na kwa movie fulani vya mtisho aka horror. Na movie yetu inapoonekana itaachiwa Oktoba 23 mwaka huu, mwaka 2026. Na ni muda mzuri kabisa kabla tujenge moja kwa moja katika ulimwengu wa Doom 3 aka Doom Messiah pamoja na ulimwengu wa Avengers na ufuata aka Avengers Doomsday. Na kuna scene moja kwa mbali tuliona kuna bango fulani limeandikwa Twisted Memories. Sasa naamini kitu kimoja kwamba hii Twisted Memory ni bonge moja la bango ambalo linatupa information kubwa kabisa kuhusu movie yetu ya Clayface. Yani inavyoonekana ni kwamba sasa umeona baada ya kuchukua hii dawa na kuanza kupata side effect, umeona moja side effect ilikuwa ni kuchanganyikiwa ndani ya ubongo wa Mr. Clayface. Yani ni kwamba sasa mchezo wetu taratibu sasa akaanza kuona kila mtu kambetray, kila mtu kamchukulia pesa, na akaanza kuona sasa mfumo wa mahakama au kumtendea haki. In short mchizo wetu sasa akamuona kila mtu ni adui katika maisha yake. Na haya sasa ni badiliko ambao alimfanya mchizo wetu badilike kutoka Matt Hagen ambaye alikuwa ni mwigizaji mcheza filamu ndani ya Gotham City na kuwa villain huyu alikuwa kiitwa Clayface. Na hii kitu sinapoonekana itasababisha matatizo kati yake yeye sasa na Dr. Catherine Cole. Kwa inapoonekana ni kwamba katika movie yetu moja ya party ambao mchizi wetu Matt Hagen ataanza kuwalaumu watu watakuwa ni mchizi wetu au daktari wetu Dr. Catherine Cole. Ataanza kumlaumu kwa nini dawa yake haikufanya kazi. Kwa tunapoonekana ni kwamba sasa kwa hiyo inaonekana ni kwamba taratibu za katika movie yetu tutaanza kupata story fulani hivi za movie za kutisha ambazo tumezizoea. Yani mara nyingi katika movie za kutisha umeona kuna dubwana, umeona, na vile pia kuna mtoto mmoja mzuri mpetipeti. Yani dubwana zito ili linakuwa linamfukuza mtoto petipeti mzuri. Kwa katika movie yetu ni kwamba sasa dubwana atakuwa ni Matt Hagen aka Clayface, umeona, na mtoto mzuri mpetipeti sasa atakuwa ni nani? Dr. Catherine Cole. Kwa ni formula fulani ambayo tumeiona sana katika movie za classic za mitisho yani.
Na kuna siri moja ambayo tumemwona mchezo wetu Matt Hagen alikuwa amelala ndani ya jacuzzi na mwili wake umbadilika umekuwa kama tope fulani hivi. Kwa ni muonekano fulani ambao taratibu tutaanza kuona na muonekano wa mwisho kabisa ni muonekano ambao tumeuona katika ile TV show ya Cricket Commando. Ile muonekano wake ulikuwa kama tope fulani, kama kimba fulani hivi. Na muonekano sasa umeona udongo, muonekano wa kimba ni muonekano fulani ambao utamfanya mchizi wetu umeona Matt Hagen na Crayface kuwa mmoja wa mashef shifter maarufu kabisa katika ulimwengu wa DCU. Kwa ni kwamba mchizi wetu atakuwa na uwezo kubadilika, umeona, au kujibadilisha, umeona, kutoka muonekano wa mtu mmoja kwenda muonekano wa mtu mwingine aka shape shifters. Na vivile pia inavyoonekana tutaona sasa muona kuna kama love triangle fulani hivi, umeona, kati ya Dr. Catherine, mchizi wetu Matt Hagen pamoja na yule polisi. Umeona mpaka hapa. Na vivile pia inavyoonekana movie yetu pia itakuwa ni movie ya kisasi. Yaani tukiachana kwamba mchizi wetu itakuwa na origin story yake, ni kwamba mchizi pia ataingia katika kisasi, umeona, kulipiza kisasi kwa wale watu wote ambao walikuwa wamemkosea, especially wale washikaji ambao walimchana sura yake yani. Kwa ni vile ni fulani hivi ambao sometimes unaona huruma, sometimes ndio hivyo. Yani in short wanakuwa na story zao yani. Yani wapo complicated. Yani sio kama maadui wa ajabu hapana, wana story zao. Sometimes utawapenda, sometimes utawachukia yani. Na hivi ni vitu ambavyo nimeviona umeona katika trailer ya movie inayofuata katika ulimwengu wa DCU inaitwa Crayface. Na kwa breakdown ya trailer ya TV show ya Green Lantern nadhani kesho nikipata nafasi nitavunja vizuri kabisa. Hilo kwa ushauri wangu ni kwamba sasa ili uelewe vizuri kabisa umeona trailer ambayo nitavunja ya Green Lantern lazima ucheki ile movie ile ya Green Lantern ambayo ilitoka mnamo mwaka 2011 na kwa review ambazo zinafuata ndani ya ulimwengu vibanda umiza. Stay tuned.